بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala sambamba na kumtakia ziada za khairi mtume sallallahu alayhi wasallam, biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaanza rasmi kitabu Bulughul Marami min Adillati al-Ahkam cha Imam Ibn Hajar al-Asqalani ash-Shafi'i, kama alivyokuwa Imam an-Nawawi ash-Shafi'i. Imam an-Nawawi ni Mshafi ambacho kitabu tumekimaliza hivi punde, na Imam Ibn Hajar al-Asqalani pia naye ni Mshafi, na kutakuwa na tofauti ya chapa na baadhi ya maneno pengine huenda ikawa yameanza, lakini tutaanza moja kwa moja kwenye utangulizi wa mtunzi, na kuna mambo ambayo yatatakiwa yafahamiki kama istilahi zake yeye. Mfano, kuna kuongea rawahu sab'a kina nani, au rawahu al-khamsa, rawahu sita, tutakuja kuona, au rawahu al-arba'a wa Ahmad, au pengine muttafaqun alayhi. Hizi istilahi hizi tutaziona kabla ya kuangalia yale ya ndani. Kwanza kabla ya hivyo, kunia yake anaitwa Abul Fadli. Hii ndio kunia ya Imam Ibn Hajar al-Asqalani, na upande wa kimadhehebu ni Mshafi'i kama tulivyosema, bali ni katika wanachuoni wakubwa wa hadithi, bali miongoni mwa waliopelekewa kama alqab aliitwa Amirul Mu'minin fil Hadith Ibn Hajar al-Asqalani. Na kadhalika asili yake yeye anatokamana na Asqalani, ni eneo ambalo lapatikana katika mji wa Palestina, lakini alizaliwa na akakulia Misri. Ila asili yake ni huko Palestina, maeneo ya Asqalani huko, na jina lake anaitwa Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Mahmud al-Kinani al-Asqalani. Hizo jina lake kiukamilifu. Baadhi ya chapa hazijaandika ile jina, lakini baadhi ya chapa zimeandika. Kadhalika na kiufupi anajulikana kwa Ibn Hajar, ile ingawa kuna Ibn Hajar wawili katika madhehebu ya Kishafii waliokuwa wakubwa. Kuna al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani na ni ash-Shafi'i, na kuna Ibn Hajar al-Haytami ash-Shafi'i. Ni wawili hao, ila mbeni maarufu ni huyu ambaye tunasoma kitabu chake, ndio maarufu, na bali kiachiliwa tu kwa itlaqi kwamba Ibn Hajar hakusudiwa al-Haytami, anakusudiwa al-Asqalani. Kadhalika hivyo ni katika wanachuoni wakubwa wa hadithi katika Uislamu kama tulivyosema, bali yeye huzingatiwa ni katika wale wanachuoni wa hadithi wakubwa katika Uislamu, bali alikuwa ni katika maimamu kwenye hadithi, kadhalika na kwenye fiqhi ya Kishafii, baina kwenye historia ni katika wanachuoni waliokuwa wakubwa sana katika historia, bali kaandika kitabu ambacho kakusanya majina ya masahaba wote. Kaandika hicho kitabu, tutakuja kuona tukitaja kiufupi kitabu yake ni kitabu gani hicho ambacho kajitahidi kukusanya majina ya masahaba wote, majina wewe 10 mara huwajui. Yaani ukiambazaje masahaba 10 hujui hata mmoja yale andika. Bali si hivyo tu, ana vitabu ambavyo kaandika tarajum, si kwamba tarajum za masahaba, la, na kitabu ambacho kaandika tarajum za ruwatul hadith, wala pokezo hadithi wale, kwa maana kwamba kwenye historia alikuwa yupo topu sana katika wale ambao wamejitahidi, ingawa katika wale waliofikia hatua kubwa kwenye hilo ni al-Imam Dhahabi.
Kitabu chake Siyaru Alami Nubala, kitabu ambacho kimejitahidi sana kukusanya majina ya wema waliotangulia na waovu wao, kukusanya huyu muovu kadha alikuwa yupo hivi. Kadhalika hivyo vitabu vyake vilivyokuwa maarufu, taje baadhi kwa sababu ana vitabu vingi sana. Ukija kwenye musalahul hadith huko ndio usiseme, kama Nukhbatul Fikr na sharh yake Nuzhatun Nadhar, yani kaandika kitabu alafu kasherehesha katika musalahul hadith. Kitabu chake ambacho ni maarufu pia vilivyokuwa maarufu ni Fathul Bari. Fathul Bari ambayo ni sharh ya Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari al-Imam al-Bukhari Abu Bardizbah rahmatullahi ta'ala alayhi, kitabu ambacho ni sahihi bitifaqi ulama baada ya Qur'ani, yakisherehesha. Na alikisherehesha kile kitabu kama wanavyosema ulama, kwanza alikuwa akikisoma kwa kiasi cha miaka 15 tilawatan, mwanzo mpaka mwisho, kuanzia wakati wa adhuhuri mpaka al-asr alikuwa akisoma chote kabisa, na akagharimu miaka 10 kwenye kukiandika, akagharimu miaka 10 kwenye upande wa kukiandika. Lakini pia kwa maana kwamba ikapita miaka 25, ndio maana alipomaliza alifanya walima. Alipomaliza kusherehesha ile Sahihul Bukhari ile ambayo ina hadithi 6000, na alifanya walima kwa sababu si kazi ndogo. Ndio maana al-Imam Shaukani alipokuja kuambiwa sherehesha basi Sahihul Bukhari, alipofikiria ile Fathul Bari ilivyoandikwa na Ibn Hajar, akasema la hijrata ba'da al-fath, hakuna hijra baada ya ile Fathu Makkah. Kwa maana kwamba hii alichokifanya yeye yule si kidogo, sidhani kama mimi naweza, ni kitu kilichokuwa kikubwa. Hebu wewe fikiria, kitabu akisoma mara 2 tu, wasema kile kitabu nakijua nje ndani, unasoma mara hizo 2. Hasi mara 2, alikisoma ndani ya miaka 15, akirejea mara ngapi? Kwa maana alijijua sana. Ndio maana hutokuta sharhi ambayo ni bora kuliko zote ya Sahih al-Bukhari zaidi ya Fathul Bari. Pamoja na kwamba kwenye masala ya asifat ni katika wanachuoni ambao waliteleza. Akija katika milango ya sifa za Allah kule alipita na vizaki ya Shaira teleza, lakini pamoja na hivyo wanachuoni katika wale ambao waliwapa udhuru kama al-Imam al-Baihaqi, al-Imam an-Nawawi, hao walikuwa udhuru kwenye upande wa sifat, na wote wani washafi hapa. Imam al-Baihaqi ni katika wakubwa katika madhehebu ya Kishafi, bali ana kitabu Manaqibul Imam Shafi'i, kwa maana kwamba zile manqaba za al-Imam Shafi'i al-Imam al-Baihaqi kaziandika, kama alivyoandika Ibn al-Jawzi, al-Imam Abu al-Faraj yule ambaye katika Talbisu Iblis ni Muhammali, yeye kaandika Manaqibul Imam Ahmad, kaandika wale ni wakubwa. Lakini kadhalika ana kitabu kinaitwa At-Tahdhib au kiurefu Tahdhibu Tahdhib, hivyo ambapo hii ilikuwa ni ikhtisari ya tahdhib kwenye kitabu cha ambacho chaitwa Tahdhibul Kamali cha al-Imam al-Mizzi. Al-Imam al-Mizzi ambacho elezea rijalul hadith. Kadhalika ana kitabu kinachoitwa Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba, hicho ambacho kaandika majina ya masahaba na kadhalika na tarajum zao, kadhalika na qasas zilizopita baadhi yao, pia baadhi ya matukio kataja humo. Pia kuna vitabu ambavyo kaandika, kuna kitabu katika vitabu vilivyokuwa vimeandikwa na yeye kiitwa Lisanul Mizan, hichi akielezea tarajumur ruwah, tarjama za wale wapokezi wale hadithi. Na kuna kitabu ambacho kaandika ambacho ndicho ambacho baina aidina Bulughul Marami min Adillatil Ahkam, hii katika vilivyokuwa ni ashharu kutubihi allati sannafaha rahmatullahi ta'ala alayhi. Ama kuhusu kuzaliwa, kazaliwa mwaka 773 Hijria, mwaka 773 Hijria, sambamba na kuwafikiana mwaka wa miladi 1372, mwaka 1372, na akafariki mwaka 852 Hijria, sawa sawa na mwaka 1449 miladia.
katika mji wa Al-Qahira ambao ni mji mkuu wa nini, wa Misri. Qahira ni mji mkuu wa Misri kama ilivyokuwa Riyadh ndio mji mkuu wa Saudia. Amekufa mwaka 852 Hijria, na hali ya kuwa ni sambamba na kuwa mwaka 1440 na mwaka 1449 miladia katika mji wa Qahira ambao tumesema ni mji mkuu wa Misri, kama ilivyokuwa Adan Yaman. Ni katika miji mikubwa Adan Yaman na kupatikana ule Sheikh Munir Saadi hafidhahullah. Na hivyo baada ya hapo tukiingia moja kwa moja kwenye yale ambayo yeye kaandika ndani. Naam, tukianza kwenye kitabu utangulizi ambao ni wa musannif ambaye ni al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Ameanza kitabu kwa bismillahir rahmanir rahim kama ilivyokuwa kawaida ya baki ya ulama na wanachuoni wengine. Wao huanza vitabu vyao kwa namna kama hii. Huanza vitabu vyao kwa namna kama hii. Na ameanza bismillahir rahmanir rahim. Tulisema kwamba sio sawa kusema kwa jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo. Tafsiri hiyo lam yaarifu salaf salih alladhina madaw, au kujua tafsiri hiyo waliotangulia. Wa nahnu ala darbihim salikun, sikapita kwenye njia yao kwa vile wao hawakujua na siala hatujui. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa haditha, kila sifa njema zisizokuwa na mapungufu ni stahiki ya Allah juu ya neema zake. Sababu wengine husema kwenye kutamka husema ni'ama au ni'amihi nizamko anatamka hivi na ni ni'amihi. Hata kwenye Qur'ani limekuja hivi wasbagha alaykum ni'amahu, kwa hiyo ni bifathi al-ain la bisukuniha. Ni'amihi adh-dhahirati wal batina, juu ya neema zake zilizoneemesha yeye, zilizokuwa za dhahiri na zilizokuwa sio za dhahiri, za ndani, na zinazoonekana kadhalika na zisizoonekana, qadiman wa haditha, za zamani na mpya. Sababu neema za Allah kuna za zamani na mpya. Wassalatu wassalamu ala nabiyihi wa rasulihi Muhammadin, na swala na salamu zimwendee mtume wake, nabii wake na mtume wake ambaye ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na kuna tofauti baina nabii na rasul. Tofauti baina nabii na rasul, anasema ulama, tofauti iliyokuwa kubwa, rasul ni yule ambaye hutumilizwa kwa sheria mpya. Nabii ni yule ambaye yeye hutumilizwa kwa sheria ya yule ambaye kapita kabla yake, kama Banu Israili la manabii wake wale. Kwa maana wote wale walikuwa wakihukumu kwa sheria moja ya Musa ambayo ni nini? Taurat. Kwa wale ni anbiya. Lakini rasul ni yule ambaye yeye hutumilizwa man yub'athu bi shari'atin jadida, hutumilizwa kwa sheria mpya. Lakini pamoja kwamba kuna tofauti ya sheria zao, ila sio kwenye tauhid. Tauhid haibadiliki, ipo vile vile, bali ndio la mwanzo ambalo wao huanza kulingania. Wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hathitha, na ali zake na masahaba zake ambao wamekwenda mbio, saru wamekwenda mbio, fi nusrati dinihi, kwa ajili ya kunusuru dini yake mtume au dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, sayran hathitha, mwendo uliokuwa wa haraka. Kulikuwa na juhudi kwenye hilo, mwendo uliokuwa haraka. Na pia uzo ukasema kwamba sayran hathitha kwa mwendo wa kupishana, waliposema Allah subhanahu wa ta'ala yatlubuhu hathitha. Wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum
wal ulama'u warathatul anbiya, ni jumla mu'tarida. Akrim bihim warithan wa mawrutha, na juu ya wale wafuasi wao waliowafuata masahaba ambao wale ni salaf, waliowafuata wao ni salafiyun, nisba kwa wale waliowafuata wao. Alladhina warithu ilmahum, wale ambao wao walirithi elimu yao, kama ilivyokuwa kwamba mtume hakurithisha au manabii kwa ujumla wao hawakurithisha dinar wala dirham, walirithisha elimu kama alivyosema alayhi salatu wasalam ya kwamba al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Hii ndio hali yao. Wa inma warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wathirin, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakurithisha mali, ingawa ni aksi ya tunavyoona baadhi yetu sisi kwamba mtu akikaribia kufa mpaka tutakuja kuona pia kwenye hiyo adau wa dawa, matukio ya mambo ambayo yanatokea, mtu anakufa anatokwa na nini, roho hivyo kabisa anakufa, lakini hapo hapo hadiqati wa abnai wa ahli wa mali awadha, haya yote haya kama ndio mambo yapo akilini. Kwa hiyo wao ilikuwa elimu ya dini ipo akilini kwao, ndio maana ikawa hawakurithisha zaidi ya hilo, bali mtume hakuacha jambo la kurithiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha jambo la kurithiwa, bali kilichorithiwa kwake yeye mtume ni ilmu na mafundisho ya dini yaliyokuwa ya sawa, ndio yaliorithiwa kutoka kwake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Akrim bihim, hii ni katika siyagh za kusifia, na kadhalika ni katika siyagh za taajjub. Akrim bihim, ubora ulioje wao, warithan wa mawrutha, kwa maana kwa yule aliyerithi na aliyerithiwa, kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, sio msikie, asmi' bihim, kwa maana kwamba usikivu, asmi' bihim au asmi' bihi, bihi asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, kwa maana asmi' bihim, usikivu ulioje wao, sio kusema kwamba wasikie wao, kama hivyo kwamba ajmil bihi, uzuri ulioje wake, ni katika nini, ni katika siyaghu taajjub, kama kule mfano ma ahsana alkitaba, ma ajmala au ma ajmalahu. Abu siyagh zipo nyingi katika hizo. Af'il bihi ma af'alahu, ma af'ala kadha, ni katika siyagh za nini, za taajjub. Amma ba'du, ama baada ya hayo yaliyotangulia, fahadha mukhtasarun, huu ni ufupisho, yashtamilu ala usuli al-adillati al-hadithiyyati lil-ahkam ash-shar'iyyah, ambao unakusanya juu ya misingi ya ala usuli al-adilla, juu ya misingi ya dalili al-hadithiyya, ya kihadithi, al-ahkam ash-shar'iyyah, ya hukumu za kisheria, kwa maana misingi ya dalili za kihadithi za hukumu za kisheria. harartuhu tahriran baligha, maana nimeandika, kwenye tahariri jambo ni kuliandika, nimeandika uandikaji uliokuwa wa juu sana, uliokuwa wa juu, liyasira man yahfadhuhu, ili awe yule ambaye atahifadhi kitabu hichi au misingi hiyo, kwa maana kwamba hichi kitabu dhumuni la kuandika kama ni cha kuhifadhiwa, kitabu cha kuhifadhiwa, sio kama tunavyoona kwamba mtu akishajua kitabu hiki kajua tarjama tu ashakuwa shekhe tayari, na hajahifadhi hadithi hata moja huko ndani na kashakuwa shekhe. Sasa mwenyewe asema liyasira man yahfadhuhu min baini aqranihi nabighan, liyasira man yahfadhuhu min baini aqranihi nabighan, ya yule ambaye atahifadhi kitabu hiki baina ya jamaa zake, yeye ni nini, ni mpevu. Afikia nabigh, ni mtu ambaye ana upevu kwenye jambo, shafikia marhala iliyokuwa kubwa. Kadhalika wayasta'ina bihi at-talibu al-mubtadi, na ili atake msaada al-mubtadi, atake msaada
kupitia kitabu hiki mwanafunzi mwenye kuanza, wala yastaghni anhu ar-raghibul muntahi, na wala hatoshelezeki akakiacha kitabu hiki, kama tulivyosema kwamba istaghna bi shay'in, istaghna an shay'in tofauti. Istaghna anhu kwa maana kwamba hana haja nacho, istaghna bihi kwa maana ana haja nacho, kwa maana wala yastaghni anhu, na wala hafiki hatua kwamba akawa hana haja nacho ar-raghibul muntahi, ile ambaye yeye ni mwenye kupupia, ambaye ni mwenye kumaliza, kwa maana katika wao ambao washakuwa si wanafunzi katika al-ashyakh na kadhalika, na katika nini, katika wale ambao ni talabatul ilmi almustafidun au ulama. Na kama tulivyoliona jina bulughul marami min adillatil ahkam, bulughul marami ni bulughu ni masdar ya balagha, ni masdar ya balagha, na balagha amefikia kitu. Kwa bulughu maana yake kufikia, bulughul marami, na al-maram ni al-maqsad au al-matlab, kufikia makusudio. Min adillatil ahkami, katika dalili za nini, za kisheria, kwa maana hayo makusudio yanayofikiwa ni yenye kutoholewa kwenye nini, dalili za kisheria ambazo ni dalili za kihukumu. Min adillatil ahkami, katika dalili za hukumu, za kusudia zile hukumu za kisheria. Waqad bayantu aqiba kulli hadithin man akhrajahu min al-a'imma liiradati nushi al-umma, na nimebainisha mwishoni mwa kila hadithi yule ambaye kaitaja na kuitoa hadithi hiyo kwa ajili ya kutaka, yani kwa maana katika hao maimamu ambao wameitaja hadithi hiyo kwa ajili ya kutaka kunasihi umma. Falmuradu bisab'a, ni jambo ambalo tukalio makini, muda ulikuwa kama hata unaruhusu tungeliendelea na kusoma hata kitabu tahara, lakini kitabu tahara tutasoma wiki ijayo insha Allah. Ila kwa maana kwa leo hii nataka tufahamu hizi istilahi ndani, kwa sababu nitakuja kuuliza rawahu sab'a man wa 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 man, hivyo. Falmuradu bisab'a, makusudio ya kusema rawahu sab'a, atasema ndani hadithi kama hii kadha kadha, kisha mwisho akasema kwamba rawahu sab'a, kukusudiwa Ahmadu, kwa Imam Ahmad, kadhalika na Imam al-Bukhari wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah. Huyu ndio ambaye wangapi? Wa saba. Ambaye Imam Ahmad alizaliwa mwaka 164 na akafa mwaka 241 kwenye mji wa Baghdad, kwenye mji wa nini huko wa Baghdad. Kwenye baadhi ya chapa ya mama maneno ameandika baadhi ya chapa, alizaliwa mwaka 164 na akafa mwaka 241 huko Baghdad. Kadhalika na al-Imam al-Bukhari anaitwa Muhammad ibn Ismail, amezaliwa mwaka 194 na akafa mwaka 256 huko katika mji wa Samarkandi, huko Samarkandi. Kadhalika na al-Imam Muslim alizaliwa mwaka bin Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mwaka 204 na akafa mwaka 261 katika mji wa An-Naisaburi, maeneo ya An-Naisaburi. Kadhalika na al-Imam Abu Daud Sajistani, huyu alizaliwa mwaka 202 mwaka 202 na akafa mwaka 275 katika mji wa Basra, ambaye jina lake ni Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sajistani au as-Sijistani. Na al-Imam Tirmidhi yeye anaitwa Ahmad ibn Shuaib, amezaliwa mwaka 215 na akafa mwaka 303. Kadhalika na al-Imam
na al-Imam at-Tirmidhi wote tumekuwa tumemweza Imam Abu Daud hapo mtaja tarjama yake. Al-Imam at-Tirmidhi yeye amezaliwa ambaye ni Muhammad ibn Isa mwaka au hapo kumetaja tu mwaka moja kwa moja ambao ni mwaka alifariki mwaka 286 mwaka 276 na ama moja kwa moja akaenda kwenye kwa Imam Ibn Majah. Imam Nasai naona hakumwekea tarjama yake. Imam Nasai hakumwekea tarjama yake, akaja moja kwa moja kwa Imam Ibn Majah ambaye ni hizi tarjama zimekuja kinyume na namba zilivyokuja. Umetofautiana kwenye tarjama kinyume na namba. Kwa maana unaweza kuja ukasitaja hivi kama umetaja tarjama mwingine tayo mwingine ukaangalia namba ya fulani kwa ni ya fulani. Nani? Kuna ame hapo ikiwa huku kumeandikwa ona zimechanganya hizi nini namba. Al-Imam Ahmad ibn Shuaib ambaye ni al-Imam ndio al-Imam Tirmidhi ambaye kafa mwaka 200 akazaliwa mwaka 215 akafa mwaka 303. Bila shaka itakuwa kuna namba hapa, itakuwa kuna mwaka mmoja tumeuchanganya na mwaka mwingine, na mwaka mmoja ambao tumeuchanganya na mwingine, lakini inawezekana kwamba kuna yanatokea majina mengine yana khilafu, au inawezekana kwamba kwenye utaiti tumechanganya. Inawezekana yapo mengine majina ya ulama ambao kwenye kufa kwake tarjama zao za tarehe za kufa zao zina khilafu kwamba mwaka gani kweli bidhabti. At-Tirmidhi huku kazaliwa mwaka 215 na akafa mwaka 303. Nani huyo? Imam an-Nasai. Imam an-Nasai yeye kaandikwa 200 kafariki mwaka 286. Masala ya uandishi ambapo pengine sometimes ana haja kudhibitiwa zaidi haya majina. Naam. Imam Ibn Majah ambaye kamtaja hapa ambaye ni wa mwisho, yeye kazaliwa mwaka 207 na akafa mwaka 275. Muhammad ibn Yazid al-Qazwini wa bisita, na nikisema kwamba rawahu sita, tamko rawahu sita man ada Ahmada ni ukitoa al-Imam Ahmad peke yake, kwa maana kuanzia al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidhi na an-Nasai na Ibn Majah. Umemtoa nani? Ahmad. Wa bil khamsa man ada al-Bukhariya. Ukisema kuhusu watano man ada al-Bukhariya wa Musliman ni asiyekuwa nani? Al-Imam al-Bukhari kadhalika na Imam Muslim, kwa maana al-Imam Ahmad na Abu Daud na Tirmidhi na an-Nasai na Ibn Majah ndio makusudio ya rawahu al-khamsa. Wa qad yaqulu, na kwenda nikasema hivi al-arba'atu wa Ahmad, rawahu al-arba'atu wa Ahmad, na hii ni sawa sana kusema rawahu al-khamsa. Wamepokea wanne na nani? Al-Imam Ahmad, kwa maana kwamba akikusudia amepokea wanne na Imam Ahmad anakusudia nani? Al-Imam Abu Daud, al-Imam Tirmidhi, al-Imam an-Nasai na al-Imam Ibn Majah na Ahmad ambaye ni wangapi? Watano. Rawahu al-arba'atu wa Ahmad kwa makusudio yake. Wa bil arba'ati man ada thalathata al-awwal, nikisema kwamba rawahu al-arba'a ni ukiwatoa wale watatu wa mwanzo, mpe Ahmad, umtoe na al-Bukhari, umtoe na nani? Muslim, ambao itakuwa ni Abu Daud na Tirmidhi na An-Nasai na Ibn Majah hao. Wa bi thalatha, nikisema kwamba rawahu thalatha man adahum wa ada al-akhira ni wale wasiokuwa hao
wa mwanzo watatu na yule wangapi wa mwisho. Watatu wa mwanzo Imam Ahmad, Imam al-Bukhari na Imam Muslim watoe yao, kisha na wa mwisho ambaye Ibn Majah kwa maana Imam an-Nasa'i na Imam Abu Daud na Imam at-Tirmidhi. Hao ndio wangapi? Thalatha, ambaye ni an-Nasa'i na at-Tirmidhi na Abu Daud. Yakapitia vizuri haya rawahu thalatha. Nijauliza nani na nani, nitakuja kuuliza. Kadhalika wa bil muttafaqi alayhi, watu wanajua hili muttafaqun alayhi, hata kwenye rai zao wenyewe wakiafikiana tu muttafaqun alayhi, wanashafikiana wenyewe. Al-Bukhari wa Muslim, maksudi yake ni Imam al-Bukhari kadhalika na Imam nani Muslim. Wa qad la adhkuru ma'ahuma ghayrahuma, na huenda nisitaje pamoja na wale Imam al-Bukhari wasiokuwa hao wawili, kataja hao tu, maana huenda ikawa wametaja hawa hadithi kwa vile kutoshika na kwamba hadithi zao hawa ni sahihi, ikawa nisimtaje mwingine yoyote. Wa maada dhalika fa huwa mubayyan, na hadithi isiyokuwa ya wapokezi hao basi itakuwa ni yenye kubainishwa, itabainishwa kwamba hii hadithi kadha kadha kapokea fulani. Wasamaituhu bulugha al-marami min adillati al-ahkam, kitabu hakita jina hivi, wasamaituhu bulugha al-marami min adillati al-ahkam wallaha as'alu. Alisema kwamba kwa tofauti kusema kwamba as'alullah na Allah as'alu, nani atatukumbusha tofauti yake? Allahu Allah as'alu as'alullah, sema ni tofauti. Anatukumbusha na mbala, kumbusha afya kwamba hapo kumetangulizwa kile ambacho kina haki ya kucheleweshwa na ikacheleweshwa ambacho kina haki ya kutangulizwa. Ili jambo la filisha hasri, kwa sababu kusema kwamba hata kusema kwamba iyyaka na'budu, na laiti aya ingelikuja na'budu iyyaka, mfano sisi aya ingelikuwa na'budu iyyaka, tunakuabudia wewe, lakini iyyaka na'budu, wewe tu ndio tunakuabudu, yafilisha nini? Hasri, kwa vile kutangulizwa kile ambacho kina haki ya kucheleweshwa na kucheleweshwa ambacho kina haki ya kutangulizwa. Kwa hiyo na Allah tu ninamuomba alla yaj'ala ma alimna alaina wabalan, asiyakajalia yale ambayo ma alimna alaina, yale ambayo tumia au ma'allamana, simama tumekuja allamana alimna, ma'alimna alaina, yale ambayo yeye tumeyajua sisi, tumeyajua kwetu sisi, ambao tumeyajua kwetu sisi. Ma'alimna alaina, yale ambayo tumeyajua juu yetu sisi, tumeyajua kwetu sisi. Na kama itamkwa ma'allamana alaina, yale ambayo ametufundisha sisi, itategemea na vile tamko lilivyokuja kwa mujibu wa chapa. Wabalan, asiyakajalia kwamba ni nini? Ni maangamivu. Unaweza kusema wabala kwa sababu wabala ina maana nyingi: khasara, shida. Wa an yarzuqana al-amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala, na turuzuku sisi Allah subhanahu wa ta'ala kufanyia kazi yale ambayo yeye yanamridhisha, aturuzuku kufanyia kazi yale ambayo yanamridhisha. Hapa ndiyo mwisho wa utangulizi, kwa maana wiki ijayo tutaanza moja kwa moja kwenye kitabu tahara, moja kwa moja kwenye kitabu tahara insha Allah. Leo tumesoma hivi kwa sababu tumetokea hizo dhurufu ambazo tumeziona hapo, na kwa haraka tuliyokuwa nayo tunaomba Allah tujalie kwamba hatujakosea kwa mujibu wa haraka. Tumetokea haraka na pirika za mwendo vile na kujua huku na kule. Tuendelee inshallah katika majlisi ijayo inshallah. Leo ndio tumeanza kitabu, tutaendelea wiki ijayo kwenye sehemu yetu. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka, wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.